watoke jasho ili waweze kujaza matumbo yao. Walikuwa na nyakati za furaha pia. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Hawa akampa jina la Kaini, lenye maana ya miliki, mtoto wa kwanza duniani, tunu kubwa kutoka kwa Mungu. Huenda alifikiri mtoto wake atakuwa mwokozi aliyeahidiwa, lakini baadaye aligundua kuwa mtoto wake alikuwa mkorofi na mchoyo kama wazazi wake tu. Baadaye mtoto wao wa pili alipozaliwa, Hawa alimuita jina lake Habili, yaani ubatili. Ni wazi kuwa Adamu na Hawa hawakuweza kuleta uzao wa mwanamke wa kuwaokoa watu kutoka kwenye dhambi zao. Badala ya kuakisi mfano mtakatifu wa Mungu, uzao wa Adamu na Hawa unaakisi au kuonesha asili zao zilizoelekea kwenye dhambi. Adamu akazaa wana kiume na wake kwa sura yake, kwa mfano wake. Liangalie picha. Unamwona Kaini akimpokonya mdogo wake tikitimaji. Anatenda kama wazazi wake waliochukua tunda lisilokuwa lao. Kama ugonjwa wa kuambukiza, dhambi ya Adamu na Hawa iliwaambukiza watoto wao. Adamu alipotenda dhambi, dhambi iliingia duniani. Dhambi ya Adamu ilileta kifo, hivyo kifo kilienea kwa kila mtu, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Methali ya Kiafrika inasema, uzao wa panya huchimba. Methali ya Kiarabu hutamka ukweli ule, mtoto wa bata ni mwogeleaji. Wazazi wetu wa mwanzo walipotenda dhambi walikuwa kama tawi lililovunjika kwenye mti, kama kila kijiti cha jani kwenye tawi lililovunjika vinavyoathiriwa, na kila uzao wa familia ya Adamu huathiriwa na dhambi ya Adamu. Muda mrefu baada ya Adamu kufa, nabii mfalme Daudi aliandika, tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tunaweza tusilifurahie hili, lakini tunajua kuwa ni la kweli. Adamu na Hawa walikuwa na watoto wengi wa kiume na wa kike, lakini maandiko huwalenga vijana hao wawili wa mwanzo. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Wote, Kaini na Habili, walikuwa wachapakazi. Wote walijua kuhusu Muumba wao. Wote walitaka Mungu akubali wao na ibada yao. Wote walikuwa na tatizo lile lile, dhambi. Si tu walizaliwa wakiwa na dhambi, waliishi kama wenye dhambi. Kila siku walifikiri, walizungumza na kutenda